Katika ziara yake katika mataifa ya Kiarabu, moja ya jambo zito ambalo rais wa Marekani Donald Trump alilitaja ni pamoja na kuwahamisha Wapalestina kuwapeleka huko nchini Libya. Hata hivyo, ni katika kile alichosema kwamba ili watu hao wasiendelee kupata tabu, wanapaswa kuelekea katika taifa la Libya. Sasa kumbe kuna malengo maalum ambayo Trump anayatazama juu ya mpango huu wa kuwahamisha Wapalestina. Moja kati ya jambo kubwa ambalo bwana Donald Trump analiangalia ni pamoja na kuhakikisha Israel inamiliki maeneo mengi zaidi katika eneo hilo la Mashariki ya Kati, moja kati ya maeneo ambayo Israel imekuwa ikiyateka taratibu na hata katika maeneo mengine ya taifa la Syria. Lakini wakati huu mpango ni kuona kwamba wanaohamishwa wa Palestina na hawahitaji kuona tena vurugu ambazo zimekuwa zikifanywa na kundi la wapiganaji la Hamas. Hii ni licha ya kwamba msemaji wa Umoja wa Mataifa ametangaza rasmi kwamba wanapinga mpango wowote wa kuwalazimisha Wapalestina kutoka Gaza au aina yoyote ya maangamizi ya kizazi. Wakati huo huo, harakati ya Hamas imesisitiza mara kwa mara haki ya watu wa Palestina kubakia katika ardhi yao na imepinga vikali mpango wowote wa kuwahamisha au kuwapeleka uhamishoni. Hivi karibuni Sami Abu Zuhur, kiongozi wa ngazi za juu wa wanaharakati wa Hamas, alisema kuwa matamshi ya mara kwa mara ya rais wa Marekani kuhusu kulazimishwa kwa Wapalestina wa Gaza kuyahama makazi yao kwa visingizio kama vile kujengewa upya ukanda wa Gaza ni sehemu ya sera za Marekani na kushiriki nchi hiyo katika jinai dhidi ya watu wa Palestina, na kusisitiza kuwa miradi hiyo haina thamani yoyote na kitu ambacho utawala wa Israel umeshindwa kukipata kwa kutumia nguvu na mabavu hauwezi kukipata kwa mchezo kama huo. Moja ya malengo ya muda mrefu ya Israel na waungaji mkono wake akiwemo Donald Trump ni kufuta kabisa suala la wakimbizi wa Kipalestina katika mlingano wa kisiasa. Suala hili limeibuliwa kwa uzito zaidi na katika sura mbalimbali katika mwaka uliopita sambamba na vita vya Gaza. Suala la kuwahamisha Wapalestina wanaoishi Gaza na kuwapeleka Libya ni mpango mpya unaopaswa kupewa mazingatio. Mojawapo ya vipengele muhimu vya mpango huo ni kuchagua nchi ya Libya ambayo haijawa na muundo thabiti wa kisiasa kwa zaidi ya muongo mmoja sasa, kwa ajili ya kuwapa makazi wa Palestina wa Gaza. Baada ya kupinduliwa kwa Muammar Gaddafi mwaka 2011, Libya ilitumbukia katika machafuko na ukosefu wa usalama, na tangu wakati huo haijawahi kuwa na serikali kuu. Makundi tofauti ya wanamgambo na harakati za kisiasa zinadhibiti maeneo mbalimbali ya nchi hiyo ya Libya, na haijawahi kushuhudia amani na utulivu baada ya zaidi ya miaka 10 ya machafuko ya ndani. Sasa wanapopelekwa Wapalestina katika taifa hilo ni kama vile wamerudishwa katika moto. Inaonekana kuwa katika mazingatio haya, kupewa makazi kwa Wapalestina katika nchi hiyo hakutakabiliwa na upinzani mkubwa wala kuwa na athari mbaya za kimataifa kwa Washington na washirika wake, lakini athari kubwa zitawakuta Wapalestina hao. Kwa upande mwingine, kwa mtazamo wa kifedha, serikali ya Marekani imeahidi kutoa fedha zinazozuiliwa nchini humo iwapo Libya itakubali kutekeleza mpango huo. Pesa hizo zilikamatwa na kuzuiwa ndani ya mfumo wa vikwazo vya Umoja wa Mataifa baada ya kuanguka kwa serikali ya Gaddafi, na kuachiliwa na kufika kwa Walibya rasilimali hizi ni muhimu sana kwa watu wa nchi hiyo. Kwa kutumia nyenzo ya kifedha, Marekani inajaribu kuunda makubaliano ambayo mkabala na kuwapa makazi wa Palestina, serikali ya Libya au makundi yenye ushawishi ndani ya nchi hiyo yatakapopokea pesa hizo, ikiwa aina ya kibiashara ya kisiasa ambayo inaweza hata kuzidisha migawanyiko ndani ya Libya. Lakini kwa upande mwingine, kuwahamisha wa Palestina kutoka Gaza hadi nchi nyingine kama Libya kwa hakika ni hatua ya kuwezesha udhibiti kamili wa Israeli juu ya ukanda wa Gaza. Iwapo idadi ya watu wa Gaza itapungua, suala hilo litafungua njia kwa ajili ya miradi zaidi ya uvamizi ya Israel katika ardhi ya Palestina, na vilevile kuhamishwa sehemu kubwa ya wakazi wa Gaza ambao ni rasilimali watu ya wapiganaji na wana mapambano wa ukombozi kutaondoa kikwazo hicho mbele ya Israel, na utawala wa Israel utaweza kuwa na udhibiti mkubwa zaidi katika eneo hilo na Palestina kwa msaada wa Marekani. Hata hivyo, wakati huu ambapo Benjamin Netanyahu ameamua kupeleka majeshi yake moja kwa moja na kufanya mashambulizi, mpaka dakika hii inaelezwa zaidi ya Wapalestina 3,000 wameondoka na haijulikani wameelekea wapi, na ni kutokana na uvamizi mkubwa ambao Israel imeufanya katika eneo hilo la ukanda wa Gaza. Licha ya Umoja wa Mataifa kulaani, licha ya mataifa mbalimbali kulaani, lakini hakuna msaada mwingine ambao wanaopata wa Palestina
ambao hawana sababu ya mapigano, lakini wamekuwa wakishambuliwa na taifa la Israel katika kile ambacho watu ama wachambuzi wa mambo wanasema ni ubabe wa Benjamin Netanyahu uliokosa mtu wa kutatua. Endelea kuwa nasi mtazamaji, na usisahau kulike, kucomment na kusubscribe channel hii. Naitwa Adam Hussein.